Ninayo furaha nikikusalimu. Tumsifu Yesu Kristo. Ninaamini buheri wa afya popote pale ulipo. Karibu katika kipindi cha Safari ya Wito. Leo kwa namna ya kipekee na kwa heshima kubwa sana tumepata fursa ya kuzungumza na Mwasham Willibrod Henry Kibozi, askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma. Basi kunayo mengi na mazuri ambayo tunakwenda kuyasikia kutoka kwake kwa siku hii ya leo. Kwa namba yake Geoffrey Rayunga, mimi ni Eric Pasco Jr. Karibu uwe nasi hadi pale tamati. Baba Askofu, ninakushukuru sana kwa heshima kubwa ambayo umetupatia sisi wanautume wa Radio Maria Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo baba, na asante sana. Milele amina. Unajisikiaje baba? Najisikia furaha sana kuwa nanyi Radio Maria. Ndio. Katika jimbo letu na kwa jinsi ambavyo mnaendelea na uinjilishaji katika kanisa. Ndio. Asante sana baba, kama nilivyotangulia kumjuza mtazamaji wetu, na kushukuru sana kwa fursa ambayo umetupatia kwa siku ya leo, kwa kutupatia sehemu ya muda wako kuzungumza nawe, kutushirikisha japo mambo mawili matatu. Kwa yule ambaye leo atakuona kwa mara ya kwanza, angetamani kukufahamu kwa undani na hasa kwa namna ya kipekee historia ya safari yako ya wito. Unaweza kutushirikisha japo kwa ufupi historia ya safari yako ya wito? Nikianzia kwa kuzaliwa kwa kifupi tu, nimezaliwa tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 1973. Ndio. Na baada ya kuzaliwa nimesoma shule za msingi za kawaida kabisa kama wanazosoma wengine. Ndio. Na baada ya kusoma shule ya msingi nilibahatika kwenda shule ya sekondari ambayo nilisoma Mzumbe Sekondari kwa miaka 4. Ndio. Na baada ya hiyo miaka 4 basi nikawa nimebahatika pia kwenda katika chuo cha ualimu. Nilipomaliza chuo cha ualimu, ni katika kipindi hicho sasa nilianza kwa kasi kubwa zaidi kusikia sauti inayonitaka kumtumikia Mungu kwa namna ya pekee. Lakini basi katika chuo hicho nikafanikiwa basi kukutana na mapadri walionielekeza na kuniongoza vizuri kuingia katika safari hii ya wito. Ndio maana baada ya kutoka chuo nikaingia katika kazi kwa muda mfupi. Na nikatoka katika kazi sasa ndio nikaingia seminarini kwanza rasmi sasa safari hii ya wito ambayo naendelea nayo mpaka sasa hivi. Bado nakiri kuwa naendelea kuitikia wito wa Mungu mpaka sasa. Baba, labda utujuze, umetushirikisha kwamba ulisoma shule ya msingi ya kawaida, sekondari, baadaye Mzumbe, baadaye chuo na ukafanya kazi. Ndio. Katika kipindi hiki chote ulikuwa hujasikia sauti ya wito mtakatifu ndani yako, au bado ulikuwa ukitafakari ile namna uliyokuwa ukihisi? Asante sana ndugu mtangazaji. Ni ukweli nilikuwa nataka tu niseme kwa kifupi sana, lakini mimi kwa kweli kwa mara ya kwanza nilisikia sauti au nia ya kutaka kuwa padri, na sio kuwa padri, kuwa kama mtu niliyemuona kama padri. Nilimuona frateli. Ndio. Kwa mwaka wa kichungaji katika parokia yangu. Mwaka 78, parokia ya Lumuma. Ndio. Mwaka 1978 alikuja mwaka wa kichungaji. Nilipenda tu ile namna anavyovaa kanzu nyeusi. Ndio. Na sashi kanzu nyeupe na sashi nyeusi. Nilipenda sana. Na nikamkimbilia, nikamwambia mimi natamani kuwa kama wewe. Ndio. Akaniambia hivi kuwa ili uwe kama mimi inabidi usome sana na uwe na uwezo mkubwa. Nikamwambia hivyo mimi nitasoma tu. Hapo ulikuwa na umri wa miaka 5? Nilikuwa na miaka 5. Ndio. Kwa hiyo mimi kuanzia pale kwa kweli ile sura ilikuwa haikuwahi kunitoka. Ndio. Na mpaka sasa hivi hata hainitoki, na ninapakumbuka mpaka nasema ambapo tulikuwa tunafanya majadiliano na yeye akiwa amevaa hilo vazi lake rasmi la kifrateli. Ndio. Sasa baada ya tukio hilo sikupata fursa nyingine kawaida, japokuwa niliingia katika chama cha Mtakatifu Karoli Lwanga. Ambacho kilikuwa ni chama cha watumishi katika parokia yetu. Ndio. Chama hiki kilinisaidia kunilea sana katika wito, kwa sababu kiliniweka karibu, nikawa natumikia altareni, nikawa naona kuwa ni kama sasa naziendea zile ndoto zangu. Ndio. Nilipofika darasa la 5 nilihama, na nilipohama nilienda Tabora. Huko Tabora niliishi sehemu ambayo ni Kigangoni, hakuna parokia. Parokia ilikuwa mbali sana. Ndio. Sikupata fursa za kutumikia tena. Tuseme ndoto zangu za kutumikia ziliishia pale. Ndio. Nilipofika darasa la 7
Nilifanya mtihani pia wa kujiunga na shule ya seminari ambayo ya jimbo la Tabora inaitwa Itaga Seminari. Nilifanikiwa, lakini sikuweza kwenda kwa sababu mbalimbali za kifamilia, na nikawa nimeamua kwenda shule ya sekondari ya Mzumbe. Lakini pia nilipofika Mzumbe niliendelea pia kuangalia nawezaje kuitikia wito wangu. Nilisaidiwa sana na waseminaristi walikuwa wametoka maeneo ya kusini huko, hasa Njombe, jimbo la Njombe, walikuja pale form 5 na form 6. Nikiwa mimi form 2 tunasali pamoja katika chama cha TYCS. Kila jioni tunasali pamoja, tunaongea pamoja. Hiyo ilinifurahisha sana na iliniweka karibu kweli na kuendelea kupenda kuitikia wito wangu au kuendelea hamu ile ya kutaka kuwa padri. Nikimkumbuka yule frateli wa kwanza. Na ilipofika baadaye wakanielekeza namna ya kuandika maombi katika mashirika mbalimbali, na wakanipatia shirika la Wakonsolata, shirika la mapadri weupe au White Fathers. Na katika huko nikaandika, lakini pia nilimtembelea mwanaparokia wangu ambaye alikuwa anasoma kidato cha 5 katika seminari ya St. Peters. Naye nilipomweleza juu ya nia yangu akapenda sana, akaniambia hivi kuwa omba jimbo la Morogoro, omba na jimbo la Dodoma. Basi niliandika huko kote, lakini basi mwishoni walionijibu walikuwa ni White Fathers, yani mapadri weupe pamoja na Wakonsolata. Unaweza tukumbusha baba, ilikuwa ni mwaka gani wakati unafanya maombi haya? Maombi hayo niliyafanya mwaka 1992. 91, 92. Hiyo miaka miwili hiyo. Yaani nikiwa form 2 na form 3. Ndio nilifanya maombi hayo na wakanijibu, tukawa tunaendelea na mawasiliano kati ya haya mashirika mawili haya. Na mchakato ulikwendaje? Je, ulifanikiwa kujiunga na shirika moja la White Fathers? Sababu sisi tunafahamu sasa wewe ulikuwa ni padri wa jimbo kuu la Dodoma baadaye. Sikufanikiwa. Na kuna mambo mengi licha tu ya hayo mashirika mawili, lakini hapo mengine ambayo nilijaribu pia sikufanikiwa. Kwa mfano Holy Ghost Fathers waliniita niende, sikufanikiwa. Alafu waliniita niende pia katika shirika nilienda Precious Blood, nikamda mfupi sana nikatoka. Lakini sababu zilizonifanya mimi nisiende seminari ya Itaga ndizo zilizonikwamisha mimi baada ya kumaliza kidato cha 4 kutokwenda katika seminari ya Mafinga. Sababu Mafinga waliniita niende nikasome kule kwenye seminari ya Consolata. Lakini sikufanikiwa kwa sababu ya changamoto za kifamilia. Mama sasa mgonjwa, uchumi katika familia ni mdogo, baba anahangaikia kumuuguza mama. Kwa hiyo hilo likashindikana, nika opt kwenda katika chuo cha ualimu. Na katika chuo basi nikasoma, nikiwa huko nikajiunga na Holy Ghost Fathers, nikatuma maombi na wakatutumia mtihani. Tulikuwa vijana kama 10 tuliofanya. Lakini tuliobahatika kuchaguliwa tulikuwa 3. Hapo mpo chuo cha ualimu? Chuo cha ualimu. Ndio. Ni chuo gani hicho baba? Chuo cha ualimu Bustani ambacho kipo Kondoa. Na kati ya hao 3 tuliochaguliwa mimi sikwenda kabisa kwa sababu zile za kifamilia bado zilikuwa zinanifuata. Lakini pia hao wenzangu wawili walienda na wakamaliza mpaka masomo ya teolojia. Ila mmoja ndio alikuwa padri. Ni padri mpaka sasa. Lakini mmoja alishindwa kufikia pia hatua ya upadri. Kwa hiyo walikutangulia wakati huo ama mlikuja pamoja wote? Walinitangulia tu miaka ya kutosha. Katika kipindi hiki chote baba, umetushirisha kwamba ulikuwa mna changamoto hiyo ya kifamilia na hasa mama kuumwa, hali ya kiuchumi kutokuwa rafiki. Ndio. Pengine wakati ukiwa ukiendelea kutafakari ile nia yako ndani ya nafsi, ulikuwa unajihisi kukata tamaa? Mimi nilikuwa najua kuwa Mungu anaweza akanipa mlango mwingine wa kutokea. Kwa sababu ukiangalia kule Itaga, nikaja Consolata, nikaja hii Holy Ghost, nikaja mpaka huko nimefika Precious, alafu nikaingia pia huko jimboni baadaye. Nilikuwa nahisi tu kuwa kutakuwa kuna sehemu ambapo naweza nikaitikia.
Lakini nilikuwa nimejiweka wazi kuwa nikishindwa kuwa padri niwe katekista. Nilisema hivyo kuwa wale nikishindwa kuwa padri niwe katekista. Na kwa kuwa katekista nilianza kwanza kwa kujiunga na uimbaji. Kwa hiyo nikawa naimba kwaya. Kwa hiyo baba wewe ni mwimbaji mzuri. Sio vizuri sana. Sio vizuri sana lakini Ningekuwa TV kidogo. Naimba. Ndio. Hongera sana baba. Tuje kwenye siku ambayo sasa ulianza maisha ya seminari ama tuseme seminari mkubwa. Ulipokubaliwa ilikuwa ni siku gani na taarifa zilikufikiaje? Kwa kweli seminari kubwa tulipokelewa mwezi wa 10. Ndio. Lakini sisi tunahesabu siku rasmi kabisa ya kuingizwa kama mafrateli ni ile siku ambayo tunapewa vazi rasmi la kifrateli, ambayo ndio ilikuwa hamu yangu, ndio jicho langu la kwanza liliona pale. Ile mwaka 78. Ile mwaka 78. Ndio. Sasa hii ndoto ilifikiwa mwaka 2001 tarehe 5 mwezi wa 12, ambapo ndipo nilivaa vazi rasmi la tunasema la kikrero, lakini basi la mafrateli ambao wanajiandaa kuwa makrero baadaye. Nilipenda sana. Ndiyo. Na yenyewe haijafutika kwangu. Ndiyo. Kwa sababu ilikuwa inaitikia kile kitu ambacho tayari kilikuwa kwa miaka mingi sana. Na nilipenda sana kanzu yangu, nilipenda kuivaa wakati wote. Sikuhimizwa wala sikusisitizwa na mtu lazima uvae kanzu. Kwa sababu ulikuwa ni moyo wangu. Nilipenda sana. Ndio. Ulikuwa unajisikiaje? Na ile kanzu mpaka sasa hivi ipo? Ile kanzu hapana. Ile kanzu sinayo kwa sababu ilishonwa kwa kitambaa chepesi, tayari na ni miaka mingi, bila shaka 2001, miaka zaidi ya 24 sasa. Ndio. Kwa hiyo ile sinayo, lakini basi kanzu za mtindo ule ninazo. Na wakati fulani hata sasa kwa kuwa hivi askofu, lakini siku zingine naamua kuvaa ile kanzu yangu ya kawaida ya kipadri na mkanda wangu mweusi. Mshipi yule. Napenda, inaitwa sash. Napenda wakati fulani navaa. Baba, tusikae sana hapa. Ndio. Ni kusafirishe toka 2001, siku ambayo uliwekwa wakfu katika daraja takatifu ya ushemasi. Tukumbushe ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni siku ya namna gani kwako? Ulikuwa ukijisikiaje? Ushemasi niliupata tarehe 5. Hizi tarehe 5 zina mambo kidogo kwangu. Nilipata tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2009. Ndio. Na ushemasi niliupatia katika kanisa la Mwenye Heri Leodokoska hapa kiwanja cha ndege. Ndio. Ilikuwa ni siku ya furaha kwangu kubwa kuona kuwa nimeingia sasa katika daraja hilo la kwanza. Kati ya haya madaraja matakatifu la ushemasi. Niliipenda, nilifurahia na nilifurahia vizuri ibada, japokuwa ilikuwa na mchanganyiko wa mambo mengi ndani, kwa sababu kulikuwa kuna kutabaruku kanisa, kulikuwa kuna kutoa daraja la ushemasi, kulikuwa kuna kutoa daraja la upadri kwa waliokuwa mashemasi tayari, lakini nilifurahia. Ilikuwa ni ndefu sana, nzuri na inayopendeza sana. Amen. Tuje tarehe 9 Julai, umetuambia kutoka 2009 ulipewa daraja ya ushemasi. Ndio. Kwa hiyo ulikuwa kwenye tafakari ya kipindi cha mwaka mwingine mmoja kabla ya upadre. Ndio. Tumezoea kuona ni miezi 6. Kwa nini ilikuwa ni mwaka mmoja? Mwaka mmoja kwa sababu sheria ya kanisa inasema kipindi hicho cha ushemasi kisipungue miezi 6. Ndio. Lakini kuwa kisizidi muda gani, hiyo haisemi. Sasa inategemea na mazingira na nini. Kwa sisi mazingira yetu hapa Dodoma yalitulazimu kuwa tukae zaidi, kwa sababu pia hata ya maandalizi katika parokia yangu, kwa sababu baba askofu alipenda mimi kunipatia upadrisho katika parokia ya nyumbani ambayo ilikuwa haina miito sana. So wakati mimi napewa daraja takatifu ya upadri, padri aliyekuwa amenitangulia ambaye ndiye wa kwanza alikuwa ameshatimiza miaka 25 ya upadri. Kwa hiyo ilikuwa ni kama kichocheo cha kwenda kufufua au kuamsha miito katika parokia yangu. Kwa hiyo walihitaji kuwa na maandalizi. Ndio. Isingekuwa tu swala tu la haraka hivi kwenda, hitaji maandalizi.
na baba askofu ilimpendeza yeye na Mungu pia na waamini kuwa ichukue mwaka mmoja. Ndio. Na sio kwamba kulikuwa kuna shida yeyote ya pekee. Lakini na kipindi mimi cha ushemasi cha mwaka nilikifurahia sana. Na nilikipenda mno. Na nilikitumikia vizuri. Unaposhika Injili takatifu, kuingia kanisani, yani nilikuwa napenda ile kwenda kupata baraka, naenda nasoma Injili, natoka namrudishia kitabu, anabusu askofu. Nilikuwa nafurahi sana. Japo ukweli kwamba kipindi cha ushemasi sikukaa sana muda mrefu na askofu. Nilikuwa pia kwenye parokia ya pembeni kidogo kusaidia ili mambo yaweze kwenda vizuri. Ndio.